Sehemu ya 142 tulipoishia tuliona ya kwamba Hamza ameamua kufanya kitendo ni kama cha ukichaa, kitendo cha Hamza kutaka kufanya mazoezi kwenye lava ya volkano ambayo joto lake linafikia zaidi ya degree 1000. Hayakuwa ni mafunzo tena huko, kwani ni kitendo cha kuweka rehani uhai wake. Kwa hiyo tunasonga mbele. Langu jina ni Lucas Lumbas, na unaweza kujiuliza sio ndugu yetu huyu kwa nini kaamua kufanya mazoezi huko kwenye volkano? Yaani sababu yake kuu ni ipi kwenda kufanya mafunzo kwenye moto? Sasa Hamza ilikuwa ni kawaida yake kufanya mazoezi kichaa. Yale mazoezi ambayo hata kama ungeambiwa wewe ndio ufanye, ingekuwa ni kama unatafutiwa vita hivi. Hata hivyo alikuwa na umri wa miaka 20 tu, na adui ambaye alikuwa akikabiliana nao ni au ambao alikuwa akijiandaa kukabiliana nao walikuwa na umri wa miaka mingi sana. Hamza aliona kabisa kwamba kama akitumia njia za kawaida za mafunzo, basi uwezo wake hautaongezeka kufikia kiasi cha kuweza kuwalinda watu wake anaowapenda. Hivyo aliona afanye kila kitu kilichokuwa ndani ya uwezo wake kuimarisha uwezo wake wa mapigano katika muda mfupi. Sasa Hamza alichotaka kwanza ni kuimarisha ule mwili wake. Alikuwa na imani kwamba kadri utimamu wa mwili wake unavyozidi kuwa mkubwa, ndivyo ubora wake unavyoongezeka. Na ubora ukiwa mkubwa, basi asili itazidi kumtii na kumpa uwezo wa juu zaidi wa kutumia nguvu ya kusudi katika kutoa mashambulizi haribifu. Mwanzoni Hamza alipokuwa amepoteza nguvu zake, alijaribu kujifunza kuvuna nishati katika hatua za kurudisha uwezo wake. Zoezi hilo liliendelea hata alipokuwa ndani ya ulimwengu wa ardhi. Na kwa kiasi fulani aliona kwamba kuwa na nguvu za nishati kunaweza kumsaidia kwa namna moja ama nyingine akiwa katika hali ya tarishi ya kuamsha pepo la ndani. Na Hamza alielewa fika siku ile alivyolipa utawala pepo na kuamsha nguvu ya kusudi ya giza. Alijua kwamba kama angekuwa na nguvu ya nishati ndani yake, kwa kujumlisha na utimamu wa akili yake, asingeweza kupoteza nguvu yake. Hata hivyo, licha ya kuwa na mpango wa kuvuna nishati taratibu kama nguvu ya akiba, katika hatua hiyo aliona kwanza aweke wazo hilo pembeni na badala yake akomae kuimarisha mwili wake ili kuweza kupata nguvu ya kusudi ambayo itakuwa ni imara zaidi. Sasa basi, Hamza mara tu baada ya kupumzika alikuwa ameshafanya maamuzi yake kichaa tayari, kwani alikimbia kuelekea eneo ambalo volkano ilikuwa ikichemka. Aliweza kupata kreta au shimo ambalo ndani yake kulikuwa na lava iliyokuwa ikichemka. Alijua fika ndani ya eneo hilo joto lilifikia nyuzi zaidi ya 1000. Hivyo Hamza asingekurupuka tu na kupiga mbizi. Pale pale alifanya maamuzi. Aliita silaha ambazo zilikuwa na uwezo mkubwa wa kuhimili joto. Kisha akakanyaga juu yake na kuanza kushuka taratibu kwa kupaa kusogelea eneo la lava ile. Sasa mara baada ya Hamza kupitisha mwili wake katika hatua ya mgawanyiko, uwezo wake wa uvumilivu uliongezeka kwa kiwango cha juu sana na kumfanya kuweza kusogea karibu zaidi na lava ile. Hata hivyo, licha ya kuwa kwenye ulinzi wa nguvu ya kusudi, aliweza kuhisi maumivu makali sana ya kuungua kwa joto. Hamza alikuwa na uwezo wa kuvumilia maumivu hayo kidogo. Aliishia kusimama juu ya silaha kadhaa, huku sasa akiendelea kufanya mazoezi yake ya mdundiko wa jini, huku akibadilisha namna ya kuchezesha silaha. Jasho limtoka kama mvua na kumsababishia kiu kali sana kutokana na mwili kupoteza maji mengi. Hata hivyo, ilimfanya Hamza kila mara kuondoka kwenye shimo hilo na kisha kujirusha baharini kupoza mwili na pia kunywa maji. Hamza alifanya mazoezi hayo kichaa kwa kujiotesha kwenye joto kali la volkano, na akiona mwili wake umeungua sana, hurukia baharini kuupoza na kurudi tena. Hata hivyo, kulikuwa na mafanikio makubwa kwake. Uwezo wake wa kudhibiti nguvu ya kusudi uliimarika kwa haraka sana, na matokeo yake aliimarika pia katika matumizi ya kuamrisha silaha. Mpaka siku 7 zilizopita za mafunzo hayo makali, Hamza hatimaye alikuwa amechoka kiasi kwamba alihisi amepoteza nusu ya uhai wake. Alishia kurudi juu ya kisiwa cha mapumziko kwa ajili ya kula na kisha kumeza vidonge vile
vilivyotengenezwa na uyoga kwa ajili ya kuponya majeraha yake. Katika kipindi chote hicho, hakuna mtu yeyote kutoka kisiwani aliyekuja kumtafuta. Ilikuwa ni lazima kwa sababu hakukuwa na tatizo lolote na mradi wa kufufua Angel uliendelea vizuri na kumfanya endelee kufanya mazoezi kwa amani. Katika uhatari wa mazingira, chini ya hali ya mgawanyiko kwa takriban wiki nzima, hatimaye Hamza alishakamilisha malengo yake ya awali. Sasa ilifika ule muda wa kuona kama mawazo yake yanaweza kuthibitishwa katika vitendo. Sasa Hamza alijiuliza kwamba mgawanyiko inamaanisha bado sikuwa nikielewa hii mbinu vizuri ama? Hamza alisimama juu ya silaha na kisha akapaa nayo hadi juu ya nusu kilele cha mlima wa volkano. Pale pale alivuta pumzi nyingi, akaondoa wasiwasi wake na kisha akaongeza umakini wote kwenye akili yake. Mgawanyiko. Hamza alitumia mbinu aliyokuwa ameielewa. Mara tu baada ya kuanza kupitia hali hiyo, kila seli kwenye mwili wake ilianza kutoa nishati kubwa zaidi kiasi kwamba ilimfanya ajihisi alikuwa amepanda level nyingine kabisa. Miale ya mwanga wa dhahabu ilikuwa ikicheza kwenye macho ya Hamza na mwili wake wote ulikuwa umezingirwa na mvuke wa miale ya dhahabu. Hata baada ya kufanya mafunzo makali kwa zaidi ya siku 7, bado aliweza kuhimili kuingia katika hali ya mgawanyiko kwa mara nyingine. Msikilizaji, kweli ni kwamba Hamza aliona kama isingekuwa kwa mazoezi hayo makali, angekuwa na uwezo wa kuishi katika hali ya mgawanyiko kwa mwezi mzima. Hata hivyo, kuongeza muda wa kuishi katika hali ya mgawanyiko ilikuwa ni sehemu ndogo sana ya mlengo wake. Hamza mara baada ya kuingia katika hali hiyo ya mgawanyiko kwa wepesi kabisa, alituliza moyo wake na kisha akarudia kwa kutamka neno mgawanyiko. Mara baada ya amri ya kwanza, Hamza akaingia kwenye mgawanyiko tena. Kisha kwa mara nyingine, kila hatua mpya ya mgawanyiko ilimfanya atake kujigawanyisha zaidi. Hamza alishia kung'ata meno yake kwa nguvu. Alihisi kabisa kwamba kutokana na nguvu kubwa nishati iliyojikusanya mwilini mwake, seli zake zilikuwa zikiteseka mno kwa maumivu ya kuzidiwa. Sasa muda huo nguvu ya nishati ya mbingu na ardhi ilimsogelea Hamza kwa kasi kubwa sana, kana kwamba amegeuka sumaku. Nguvu ya urithi wa damu ya simba joka nayo ilizidi kuchemka na kutoa mvuke mwingi zaidi wa nishati ya dhahabu. Hasa kugawanyika kwa seli, kuchemka kwa damu ya urithi na nguvu ya mbingu na ardhi iliyokuwa ikivuma mwilini mwake vilimfanya ajihisi yupo katika hali ya kipekee isiyo ya kawaida. Hata hivyo, mchakato huo uliambatana na maumivu makali sana, makali kiasi kwamba mtu wa kawaida asingevumilia. Hamza alijua kwamba anapaswa kuvumilia, ili mradi tu nafasi ipo, basi lazima afanye aliyo ndani ya uwezo wake. Baadhi ya mishipa ya damu karibu na ngozi ilianza kupasuka, lakini kila mishipa ilipopasuka ilipona haraka sana kutokana na hali ya mgawanyiko. Hata hivyo, ngozi yake iligeuka nyekundu kana kwamba amekuwa ni mtu wa damu. Hatimaye, katika dakika chache za maumivu makali yaliyokuwa sawa na mateso ya karne, Hamza alihisi maumivu hayo yakipotea ghafla. Basi kwa furaha kubwa, Hamza aliruka angani. Kitendo cha kukita mguu chini ya kisiwa kilisababisha tetemeko kubwa na kufanya mawe kuanza kuporomoka. Upepo mkali wa kisulisuli ulianza kuzingira mwili wake akiwa angani na kuzidi kumpaisha juu. Ndani ya sekunde chache tu, Hamza kama rocket alikuwa amefika mita zaidi ya 100 juu ya anga. Miale ya dhahabu ilianza kuchomoza kwa fujo kwenye macho yake. Msisimko wa ajabu ulimtawala kuanzia moyoni mwake. Alipogeuza macho chini na kuangalia bahari iliyotanuka hadi kingo zisizoonekana, alihisi kana kwamba ulimwengu wote upo miguuni mwake. Nimefanikiwa. Nimefanikiwa. Hamza alijikuta akifurahia mno. Mbinu hiyo alikuwa amewahi kufikiria mwanzo. Alishaamini kwamba kadri mwili wake unavyokuwa mgumu, ndivyo nguvu zake zinazozidi kuongezeka. Hata hivyo, bado alikuwa na mashaka mpaka pale aliposikia kauli ya Yulia iliyomfanya aone kwamba pengine uelewa wake wa mbinu ya mgawanyiko ulikuwa wa juu tu. Kulingana na maneno ya Yulia, nishati ya ulimwengu haina kikomo. Kwa maneno mengine, ili mradi mwili wake utakuwa na uwezo mkubwa wa kuhimili nguvu hiyo, basi anaweza kumiliki nguvu isiyo na kikomo.
Mwanzoni Hamza alijua kwamba mbinu ya mgawanyiko ni kufanya seli kugawanyika na kumpa mtu nguvu kisha kurudi katika hali ya kawaida. Lakini jambo ambalo hakufikiria ni kwamba kupitia mbinu hiyo hiyo seli zake zinakomazwa na mwili wote kwa ujumla kuimarika. Kwa lugha nyepesi, seli zake hazina kikomo cha kuhimili nguvu, bali zinahitaji hatua za kuzoea ukubwa wa nguvu na kutengeneza mazingira ya ukomavu. Kila hatua ya mgawanyiko ilikuwa ni mchakato wa kukomaza seli ili kuendelea hadi hatua nyingine. Hamza alichukulia mwili wake kama chuma ambacho kadri kinavyoimarishwa ndivyo ubora wake huongezeka mpaka kufikia kiwango cha chuma cha pua. Kwa hiyo, kwa Hamza kuwa katika hali ya mgawanyiko hakumaanishi kuongezeka nguvu mwilini kwa kiwango fulani, bali ni hatua ya mwili wake kwenda kiwango kingine cha nguvu zaidi. Kadri atakavyoweza kuhimili ukubwa wa nguvu, ndivyo umiliki wake unavyoongezeka. Yaani ni sawa na kusema kwamba nguvu yake haina kikomo, ukomo wake upo tu kwenye kiwango cha uvumilivu wake. Hamza akiwa katika mawazo ya furaha yaliyojaa tumaini juu ya kesho yake, ghafla maumivu makali ya kuchoma yakauvamia mwili wake. Hamza alijikuta akipiga kelele, ukelele ulioambatana na kutapika damu angani. Hasa pale pale alihisi mishipa ya damu na vituo vya nishati mwilini mwake vikimpasuka. Akiwa katika hatari hiyo, aligundua kosa alilolifanya. Alijaribu kuingia kwenye hali ya mgawanyiko, ile hali mwili wake haukuwa katika kiwango sahihi cha kuhimili nguvu hiyo. Basi pale pale alielewa maana ya msemo haraka haraka haina baraka. Hamza aliona kwamba kama angekuwa vitani, pengine angejiua mwenyewe kabla hata ya adui kumshambulia. Hata hivyo hakuwa na muda wa kujutia wala fursa ya kufidia kosa hilo. Ghafla mwili wake ulipoteza hali ya mgawanyiko na kurudi chini, huku damu ikimfuata na kudondokea baharini. Zilikuwa ni sauti za mawimbi ya maji yakipigana na miamba, huku ngurumo za milipuko ya radi zikitingisha eneo hilo. Hamza alijihisi kana kwamba alikuwa kwenye ndoto ya muda mrefu, na sasa alikuwa ameamka. Alihisi mwili wake ukiwa dhaifu na wenye maumivu. Alihisi kulikuwa kuna donge la damu lililoziba koo lake. Hasa mara baada ya kukohoa mfululizo, alihisi kitu kilaini chenye joto kikilamba uso wake. Gamba. Hamza alipepesua macho yake na pale pale akagundua aliyekuwa mbele yake ni Gamba. Mara baada ya kuona Hamza ameamka, joka Gamba lilionekana kufurahia, huku macho yake ya kijani yakitoa miale na mbawa zake zikipepesuka. Hamza alijiamsha haraka haraka kutoka chini, lakini kitendo hicho kilimfanya kung'ata meno kwa maumivu. Pale pale aligundua mifupa yake ilikuwa imekatika, na madhara yaliyokuwa mwilini mwake yalikuwa ni makubwa kuliko alivyotarajia. Aliona alikuwa na bahati kuamka tena kutokana na nguvu ya urithi wa damu na utimamu wa mwili wake. Hasa mara baada ya kugeuza macho kushoto, aliona mita kama 10 hivi kutoka pale kulikuwa na maiti za papa takriban 10 wenye ukubwa tofauti. Hamza aligeuza macho yake na kumwangalia Gamba, kisha akasema kwa tabasamu ya kwamba asante sana Gamba. Gamba muda huo alijivunia mno, macho yake alijaa fahari kana kwamba alitaka Hamza kumpa sifa. Ingawa eneo hilo lilikuwa na milipuko ya volkano, lilikuwa na rasilimali nyingi ndani ya bahari. Matokeo yake samaki wakubwa walipendelea sana maeneo hayo kutokana na wingi wa chakula. Mara baada ya Hamza kudondoka baharini na damu kumtoka, moja kwa moja aliwashtua papa waliokuwa mbali. Kwa bahati nzuri, Gamba alikuwa karibu. Mara baada ya kuhisi kushuka kwa mgandamizo na nguvu ya msisimko wa Hamza, alijua kulikuwa na hatari, hivyo akaja haraka kufanya uokozi. Sasa alipomwona Hamza amezimia, Gamba alimweka juu ya kisiwa na kisha akarudi baharini kupambana na papa waliotaka kumla bosi wake. Aliwaburuza na kuwaleta juu ili wawe kielelezo cha kazi yake na pia kuwageuza kitoweo. Hata hivyo Gamba angeweza kula samaki hao wote, lakini alibakiza kidogo kwa ajili ya Hamza, akijua kwamba atakuwa na njaa mara tu akifanyeje akiamka. Hamza kweli alikuwa na njaa. Alituma kisu, akakata kipande cha nyama kutoka kwenye mwili wa papa na kuanza kutafuna.
Nyama ya papa haikuwa na ladha yoyote. Ilikuwa nzito na ngumu kutokana na umri wake. Lakini Hamza hakuwa na tatizo. Hakuna kitu kisichokuwa na ladha mbaya ambacho hakuwa ameonja. Sasa baada ya kula nusu ya kipande cha nyama, Hamza alihisi afueni kidogo. Pale pale alitumia mbinu ya hiari kuchukua mkoba wake wa hifadhi, akatoa vidonge viwili vya dawa ya uyoga na kuvila, kisha akampa gamba viwili kama zawadi. Mara baada ya kula vidonge hivyo na kuzungusha nguvu zake mwilini, Hamza alihisi amepona kwa kiasi kikubwa. Hakukuwa na madhara makubwa tena mwilini mwake, hivyo akatulia. Kutokana na hatari aliyoshuhudia, Hamza aliona anapaswa kuwa makini na mafunzo yake. Aliona haina haja ya kuharakisha, ingawa malengo yake ni kupandisha uwezo wake haraka. Alihisi ni bora kwenda hatua kwa hatua. Mara baada ya kukubaliana na nafsi yake, aliona ni muda wa kurudi kisiwani na kuona maendeleo ya mpango wa kumfufua Angel na kupumzika. Basi alivaa nguo zake, akachukua kila kitu alichokuwa nacho, kisha akarudi kisiwani. Upande wa kisiwa, kila mtu alikuwa makini kwenye mafunzo yake na maendeleo yao yalionekana wazi. Hata hivyo, kwa kuwa Hamza hajarudi kwa muda, walihisi upweke. Mara walipomwona Hamza kirudi, waligundua silika yake imebadilika. Alionekana ni kama mtaalamu, na baadhi walihisi kana kwamba alikuwa mtu aliyeishi mbali kwa miaka mingi na sasa amerudi, ila kumbe ni wiki moja tu. Licha mabadiliko hayo, walielewa ni kwa kiasi gani mafunzo yake yalikuwa ni magumu, kwani walisikia milipuko ya volkano. Hamza hakueleza chochote juu ya hatari alizopitia. Alitumia siku 2 tu kukagua maendeleo ya watu wake, kisha akaona ni muda wa kuangalia maendeleo ya mradi wa ufufuo. Akaenda kumwangalia Angel kwenye maabara ya chini ya ardhi. Baada ya shughuli kadhaa, Hamza aliwasiliana na Reji na kuongea naye kwa muda. Kisha pia akazungumza na Sally kujua hali inayoendelea nje ya bara la Afrika kwa ujumla. Kwa maelezo aliyopata, hakukuwa na shughuli zozote kutoka kwa upande wa Magedon Shakyamuni. Hata hivyo, taarifa hiyo ilitoa hisia ya utulivu wa kabla ya dhoruba. Hamza pia alijua kwamba mtifuano wa kugombania rasilimali nchini Tanzania ulikuwa ni mkubwa mno. Hata hivyo, kutokana na uwepo wake, asilimia kubwa ya Wahinde walibaki katika nafasi zao zile zile. Upande mwingine, koo za familia ya Simba zilionekana kuwa katika hali mbaya sana. Yaani kila faida waliokuwa nayo mwanzo ilichukuliwa. Ni kama watu walijua kwamba Hamza alikuwa na chuki kubwa sana na watu wa koo yake. Walielewa kitendo cha familia hiyo kumtelekeza akiwa mtoto na hata kutoisaidia familia yake ilipokuwa kwenye matatizo, hivyo hawezi kuwajali kabisa au kurudi kwenye familia hiyo. Na waliwanyanyasa kwa namna walivyotaka. Hasa upande wa Hamza, alijiona ingawa hakuwa mkatili sana kama watu wanavyomchukulia, lakini pia hakuwa mtu mzuri mwenye moyo mwepesi. Aliona kwamba kama akiingilia swala hilo la kugombania rasilimali, moja kwa moja angeweka watu wake wa kisiwa katika hatari. Alafu kubwa zaidi, kama watu walivyomchukulia, hakuwa na mapenzi yoyote kwa ukoo wa Simba, hivyo hakutaka kujisumbua. Mara baada ya Hamza kupumzika kwa siku kadhaa na kusimamia uendelevu wa mradi wake wa ufufuo, alirudi kwenye eneo la milipuko ya volkano na kuendelea na mazoezi. Huku sasa awamu hiyo akiwa na uangalifu wa juu sana kutokana na uzoefu ambao alipitia. Kaskazini mwa bara la Ulaya, katika umoja wa kilele cha mlima uliofunikwa na theluji, lilisimama kasiri kubwa lenye muundo wa ngome, likifunikwa na safu ya miale ya ajabu kama ulinzi wa eneo hilo. Katika upande wa mashariki wa jengo hilo, miale ya baridi iliingia kwenye chumba cha kawaida. Ndani yake alionekana mwanamke mwenye nywele ndefu nyeusi, alivalia sketi ndefu iliyochora vyema umbo lake, akiwa hana viatu miguuni, lakini bila kusikia baridi, macho yake yalikuwa kwenye dirisha akiangalia eneo lililopanuka zaidi ya upeo wa macho. Ni muda huo mwanamke huyo alikunja ndita na kisha akageuka. Nyuma yake bila kutarajia, ghafla chembe za mchanga zisizojulikana ziliingia mlangoni na kujikusanya sakafuni, zikaunda umbo la binadamu. Alionekana mwanaume wa urefu wa takriban mita 1.5. Alikuwa ni mbaya mno, uso wake umejaa mikunjo, mwembamba na nywele zilikuwa ni chache sana za njano kichwani. Karibu kichwa chote kilikuwa ni kipara. Jambo kubwa zaidi kuhusu mwanamume huyo ni kwamba alikuwa akimwangalia mwanamke huyo kwa macho yaliyojaa tamaa. Kiufupi, muonekano wake ulikuwa ni wa kihuni tu.
Yule mwanaume huko akicheka akasema kwamba Death, usiniambie unamfikiria mtoto wako tena, kama tayari amekwisha kufa, haina haja ya kumfikiria tena. Aliongea yule mwanaume huku sasa akicheka kwa ajabu. Mwanamke huyo hakuwa mwingine bali ni Victoria, mama wa kijana wetu Hamza. Mara baada ya kusikia hivyo, sura yake ilipauka, akitikisa kichwa kwa nguvu kuonyesha ya kwamba anakataa. Alisema ya kwamba, Dunia, umesemaje? Nini kimemtokea Hamza? Mara baada ya kuona Victoria akiwa katika hali ya kupaniki, mtu huyo aliyeitwa Dunia alizidi kujivunia. Dunia alicheka akasema ya kwamba na kudanganya, huyo mwanaharamu wako bado yupo hai na ana maisha mazuri sana. Dunia aliongea kwa Kiingereza. Asa Victoria alitambua alikuwa akichezewa akili. Mara moja alifyatua kiganja chake na wimbi la nguvu lililojawa msisimko wa kifo na uozo likatoka. Pigo hilo lilimpata Dunia na shimo likatokea mwilini mwake. Hata hivyo aliendelea kucheka na ghafla mchanga mwingine ukajikusanya na kuziba shimo hilo. Sasa Dunia huko akicheka akasema ya kwamba inauma sana Lord Death, kwa nini sasa unanidhuru namna hii? Mamake Hamza kwa hasira sana akasema ya kwamba acha kuleta utani na uhai wa mwanangu, vinginevyo nitaishambulia nafsi yako, tuone kama utaweza kujiponyesha tena. Aliongea Victoria kwa hasira. Dunia alisinyaza macho na kutoa cheko la kejeli akasema kwamba sio mbaya. Baada ya kufungiwa hapa kwa muda mrefu inaonekana uwezo wako umeimarika zaidi. Yani hadi unaongea na mimi hivyo? Victoria kwa ukali akasema kwamba muache mzaa wako. Unathubutu vipi kuja hapa? Huogopi baba yangu wa kambo kukuadhibu? Wewe vipi wewe? Hebu acha kudogopesha na macho yako bwana. Usisahau mimi nashikilia namba 5. Cheo kimoja kikubwa kuzidi wewe. Unapaswa kuwa na heshima mbele yangu. Sababu ya mimi kuja hapa ni nyepesi tu. Nimekuja kukutoa gerezani. Mfalme Armageddon ametuita kwenye madhabahu ya anga kwa ajili ya kikao cha kwanza. Victoria mara baada ya kusikia kauli hiyo alionekana na wasiwasi. Alisema kwamba nini kinaendelea huko nje? Dunia akasema usiwe na haraka, utajua ukishafika. Basi mara baada ya kuongea hivyo, Mfalme Ardhi au Dunia alichezesha vidole vyake na ule mlango uliokuwa kama ukuta wa jiwe ghafla uligeuka kuwa mchanga, ukasambaratika pembeni na kutengeneza tobo. Kwa ufupi, chumba hicho hakikuwa na mlango zaidi ya dirisha pekee. Mara baada ya wawili hao kutoka nje, tobo lile lilirudi katika hali yake ya kawaida na ukawa ukuta tena. Walipotembea kwenye korido, hatimaye Victoria na Mfalme Ardhi waliingia ndani ya madhabahu ya anga. Ndani ya ukumbi huo kulikuwa na kimya kikubwa. Nguzo pana zilinakshiwa kwa vioo vyeupe vikionyesha uakisi wa mwanga uliokuwa ukiingia. Kwenye pande zote za nafasi hiyo kubwa kulikuwa na viti visivyopungua 30. Vyote vilitengenezwa kwa dhahabu safi. Wakati huo watu 7 tayari walikuwa wameketi kwenye viti hivyo vya dhahabu wakisubiri kwa ukimya kufika kwa Armageddon. Mara baada ya Oleg, Hawkeye na The Flash kumuona Victoria pamoja na Earth King kama walivyopenda kumuita Dunia, waliishia kumsalimu kwa upole tu. Ingawa vyao vyao vilikuwa ni vikubwa, hawakuwa wakubwa sana kiumri, hivyo hawakuwa na lazima ya kusimama. Sasa Victoria alihisi kuna mtu amekosekana na mara moja akauliza kwamba yuko wapi Frederick. Baada ya kuuliza hivyo, Dunia alicheka akasema, ina maana hujui? Kibaraka wako Haji alimsaidia Frederick kumtafuta Hamza, ila matokeo yake alishia kufa mikononi mwa Hamza. Ilikuwa ni hasara tu. Victoria akasema, nini? Mtoto nishamwambia muda mrefu aache ugomvi wake na Hamza, ila hakusikia. Kwanza nini kilimtokea Hamza? Baada ya Victoria kuuliza hivyo, jicho la mwewe ambaye anafahamika kwa jina la Melissa akasema ya kwamba mwisho wa siku mtoto ni muhimu kuliko kitu chochote. Maskini Frederick hakuna mtu hata mmoja anayeomboleza kifo chake. Aliongea jicho la mwewe almaarufu kama Melissa. Sa Oleg akasema kwamba aliyefariki ni Frederick. Nini kingine kinaweza kumtoa Hamza? Aliongea Oleg sasa akitoa pumzi ya masikitiko, kisha akaendelea kwa kusema kwamba sikujua ni kitu gani Frederick alikifikiria. Ni sawa na farasi aliyenona akidhani ana nguvu kuzidi ngamia aliyekonda. Baada ya Oleg kuongevu akajibiwa kwamba hata kama Hamza alikuwa amejeruhiwa,
bado ndiye mtu aliyeweza kumuua Scarlett na Lovran. Alifanya kosa kumdharau adui yake. Basi Dunia huku akicheka akasema kwamba tena, unajua kufikiria hili, huyu mtoto wako ameua wenzetu wengi sana mpaka sasa. Amemuua Kivuli, amemuua Frieza, amemuua Monk, amemuua Frederick, amemuua Nicholas. Huyu ni adui mkubwa sana wa wafalme wetu. Wewe kama mama yake una neno lolote la kutuambia sisi? Una neno lolote la kutuambia sisi kwa mredi zako? Aliongea Aether kwa kicheka. Sasa Victoria aliishia tu kukaa kwa ukali kwenye kiti chake na kisha akasema kwamba Megiddo ndiye ataamua mwenyewe kuhusu hili swala. Mimi sina cha kusema, alafu isitoshe unapaswa kumlaumu nani kwa kuwa dhaifu? Dunia akasema kwamba vizuri sana, kauli nzuri. Basi ni muda huo ghafla ngurumo kali ilisikika ndani ya madhabahu hiyo ya anga, sauti ikitokea angani. Boriti ya radi kali ilishuka na kutua nje ya ukumbi huo. Radi ile yenye mwanga wa dhahabu na blue ilipotea na pale pale ikamdhihirisha mwanaume wa makamo mwenye nywele za dhahabu mrefu hivi. Mwanaume huyo alikuwa amevalia cloak ya dhahabu iliyofunika uso wake na alikuwa akitoa msisimko usio wa kawaida. Kwenye kiuno chake kulikuwa na nyundo mbili zenye michoro ya radi. Asa Dunia kwa uso wa kejeli akasema kwamba Thunder, hebu ingia tu bwana, acha mbwembo zako bwana, unatutisha. Basi jamaa aliyeitwa Ngurumo ama ndio tukamuita Thunder alicheka tu. Alishia kutoa kicheko kikubwa cha kunguruma huku sasa akitembea kuingia ndani na kukaa kwenye kiti cha nafasi ya 4. Ngurumo akasema kwamba Prophet alivyoniita nimeharakisha kuja, afu hata sijatumia nguvu zangu zote kabisa. Jamani, poleni kwa makelele ya ngurumo zangu ese. Aliongea Ngurumo kisha akamwangalia Victoria akasema kwamba kifo. Mtoto wako ana uwezo wa juu mno. Sasa hivi wazee wote waungu wa kale wanamuogopa ese, na sidhani kama kuna hata mmoja wao anayeweza kumshinda. Hapa mimi nafikiria kama nitaweza kupata nafasi hata kupigana naye. Baada ya Thunder kusema hivyo, Aether akasema kwamba Mfalme Ngurumo, unajua ukimshambulia kwa pigo moja tu la radi lazima ageuke majivu. Zinga mkali aliyemuua anashikilia nafasi ya pili kati ya wazee wote waungu wa kale. Basi Ngurumo kwa makini akasema kwamba Aether, upasi kuongea hivyo bwana. Ukumbuke alipigana kwa kutegemea nguvu za wazee wenzake, lakini bado Lucifer akashinda. Huyu mtoto kwa hakika sio mwepesi bwana. Aliongea Ngurumo. Sasa Victoria alijikuta akishangazwa kadri alivyosikia maongezi hayo. Akasema kwamba nyie mnaongea nini? Yaani imekuwaje Hamza akaingia vitani na Wahinde? Victoria akajibiwa kwamba inaonekana hujui chochote. Ngoja Madam Prophet atakuelezea mwenyewe baadaye. Basi wakati akiongea hivyo, mara mwanamke mzee sana aliyevalia joho refu jeupe na scarf shingoni alionekana akielea kuingia kwenye ukumbi huo. Alikuwa akielea juu ya tufe la kioo lenye umbo kama sayari ya dunia. Kila mmoja aliita kwa heshima akisema kwamba Prophet. Madam Prophet akiwa juu ya tufe hilo alitumia mkongojo wake kukita chini na kisha akashuka, akiwapa ishara kila mtu kukaa. Hata pia aliketi kwenye viti vya chini mbele ya kiti cha kifalme. Prophet akasema kwamba nimesikia maongezi yenu. Kifo kuhusu masuala ya Hamza tutakueleza baadaye. Una haja hata kuwa na wasiwasi. Msikilizaji, ingawa Death alikuwa na wasiwasi mkubwa, alishia tu kutikisa kichwa na kuongea kwamba yes Prophet. Basi muda huo karibu watu wote waliobaki ndani ya mamlaka Magaddon Shakyamun walikuwa wamefika. Waliobaki walikuwa ni Jitu pamoja na Void aliyeshika nafasi ya 3. Kulikuwa kuna Jitu Ngao pamoja na Void aliyeshika nafasi ya 3. Sasa Dunia kwa hasira akasema kwamba hivi huyu Void anafanya nini hapa? Yaani anathubutu kufika kabla Prophet. Aliongea Dunia kwa hasira. Kabla hata hajamaliza sentensi yake, ghafla sauti ilisikika kutoka kwenye kiti kilichoonekana kuwa tupu. Sauti ilisikika ikisema kwamba nani kasema sijafika. Asa muda huo mwanaume mrefu mzungu aliyevalia suti nadhifu alionekana akiwa amekalia kiti cha dhahabu kana kwamba alikuwa hapo muda mrefu. Nywele zake zilikuwa na rangi ya blue isiyo ya kawaida na macho yake yalikuwa yamejaa fumbo kubwa. Uso wake ulikuwa umejaa ucheshi na umakini kiasi kwamba ilikuwa ni ngumu kumtambua alikuwa ni mwanamke ama mwanaume. Mkononi alikuwa ameshikilia kifaa cha dhahabu na weupe, juu yake kukiwa na jiwe lenye rangi ya madini ya Tanzanite.
Jiwe hilo lilitoa nishati ya ajabu sana, ikitoka kama mvuke juu yake. Ukiachana na Prophet, wengine wote walionekana kushangaa. Hawakutarajia kuona Void akiwa amekaa hapo muda wote bila kuonekana. Basi Dunia kwa kejeli akasema kwamba hivi jamani, kuna haja ya kujifanya wa maajabu sana, ama sio jitokeze tu kuliko kuanza kujificha kwenye ufa wa anga bwana. Basi akamjibu bila mabadiliko ya sauti ya kwamba ni kwamba tu sikuwa na matamanio yote ya kusikiza maneno yenu. Dunia akasema wewe hivi kwanza unaongea nini kwanza? Mimi sitaki kuongea na mtu ambaye hajulikani ni mwanamke au mwanaume bwana. Mimi napenda mwanamke ambaye ni mwanamke. Anaongea Dunia huku sasa akitota basamu la uovu akimwangalia Victoria. Mrembo Victoria hakujisumbua hata kuangalia takataka hiyo ya uso wa Dunia. Alichokuwa akiwaza muda huo ni juu ya mtoto wake ambaye ni Hamza. Sasa Prophet akasema kwamba all right, everyone is here, let's welcome the Armageddon Shakamun together. Aliongea Prophet akimaanisha kwamba kwa kuwa kila mtu amefika, wamkaribisha Armageddon Shakamun pamoja. Basi bwana, pale pale kila mmoja alisimama. Na baada ya kusimama, wote wakaangalia kwenye kiti cha kifalme. Juu ya madhabahu ile, mbele ya kiti hicho, anga lilianza kucheza na kuzunguka, likitengeneza shimo. Ghafla, sehemu ile kana kwamba mdomo unatema kitu, alionekana mtu aliyevalia chuma chakavu kizito mwili. Tena alikuwa amekivaa mwili mzima, akiwa kama robot, huku mkononi akishikilia ngao nzito mno. Bwana huyo hakuwa mwingine bali Jitungao au Giant Shad kwa jina lingine. Wakati kila mtu akidhani eneo hilo ndilo Armageddon Shakamun anatokea, waliona lile shimo la anga likijifunga. Basi Thunder akauliza kwamba Giant Shad, where is the Shakamun? Aliuliza Thunder akitaka kujua ina maana Armageddon yuko wapi. Jitungao hakusema neno, pale pale alipiga magoti chini. Kishindo kizito kikatikisa sakafu. Sauti ya chuma ikisikika, kisha akielekeza uso wake nje ya ukumbi. Sasa Jitungao mara baada ya kuulizwa alipo Armageddon Shakamun, halikuongea chochote, badala yake likapiga magoti chini na kugeuza uso wake nje kwenye kilele cha mlima kilichofunikwa na theluji. Na ndio wakati ule ule kila mmoja aliyekuwepo hapo aligundua Madam Prophet hakuwa akiangalia uelekeo wa kiti kile cha ufalme. Badala yake alikuwa amegeuza uso wake kwenye kilele cha mlima kilichofunikwa na theluji, uelekeo wa nje. Ghafla pale pale kivuli cheusi kilionekana kutoka anga ya mbali. Mgandamizo mkubwa wa nguvu ya msisimko waliweza kuhisi, ukifuatana na sauti kali ya kukata anga, kama vile kulikuwa na msuguano mkali wa mawingu na kusababisha ngurumo. Sasa hali hiyo iliwafanya kila mtu aliyekuwa ndani ya madhabahu hiyo ya anga mioyo yao kukakamaa. Kadri kivuli kile kilivyozidi kusogea karibu zaidi na zaidi, udhihirisho wa mwili mkubwa na wa kutisha wa kiumbe ulioonekana na kuwafanya watu waliokuwa ndani hapo kushindwa kujizuia na kukodoa macho. Hali ya kutokuamini ilionekana usoni mwao. Haikuwa ndoto, bali ulikuwa ni uhalisia wa kiumbe aina ya joka mkubwa mweusi, unaweza kumuita Black Dragon, ambaye alikuwa na mbawa zilizosambaa kwa urefu wa mita kama 100. Urefu wa mita 100 maana yake ni uwanja wa mpira goli hadi goli. Sasa mara baada ya limjusi hilo kubwa lenye mbawa kuonekana mbele ya wanachama hao wa kimajusi, mshangao wa kutokuelezeka uliwavaa. Magamba ya joka lile lenye mbawa yalikuwa kama chuma cheusi. Kucha zake zilizorefuka kama pembe zilikuwa kama upanga wa chuma kigumu. Meno makali yaliyochongoka pamoja na mwili wake wote ni kama vile kiumbe hicho kinaziba anga kadri kilivyosogea. Joka lile jeusi lenye mbawa lilivunja safu ile ya ulinzi wa kimiujiza na kutua nje ya ukumbi huo wa madhabahu ya anga. Sekunde ambayo lilitua, kila mtu aliganda. Ndani ya sekunde hizo chache tu, joka lile jeusi lilianza kupotea kama vile ni udanganyifu wa macho, na ghafla tu likachukua umbo la binadamu. Pale pale aliweza kuonekana mwanaume aliyevalia joho la rangi ya njano iliyokolea kama dhahabu, huku kifuani kwake kukiwa na mchoro mkubwa wa joka jeusi uliodariziwa kwa ufanisi wa hali ya juu. Hata hivyo, sura ya mtu yule haikuonekana wakati akipiga hatua kuingia ndani ya eneo hilo.
kutokana na kwamba alikuwa amevalia kofia fulani hivi kama ya sweta ambayo eneo la mbele la sura yake lilionekana kama limejaa kivuli kizito na kufanya asionekane. Kwa ufupi, mtu yule alifuatiwa na hali fulani hivi ya ukungu uliomfanya aonekane kama mwili wake unafifia hivi. Hali iliyowafanya kila aliyejaribu kumtazama kwa makini kushindwa kadiria hata ukubwa wa umbo lake. Sauti ya Prophet ilisikika ikisema ya kwamba we pay our respect to the Armageddon Shakyamuni. Alikuwa ni Prophet wa kwanza kuvunja ukimya ndani ya ukumbi huo, akimaanisha kwamba wanatoa heshima yao kwa Armageddon. Chini ya kiti hicho cha ufalme, wanachama wote wa Armageddon walijikuta wakipiga magoti chini kwa mguu mmoja. Shakyamuni alishia kupiga hatua kupita katikati ya kundi hilo, huku sasa akionyesha ishara ya mkono kuambia wasimsujudie. Ukweli hakuonekana kuwa mrefu sana au mwenye mwili mkubwa sana. Hata hivyo, alipopita karibu, mgandamizo aliokuwa akisababisha uliwafanya watu hao kuhisi hofu kubwa sana, iliwafanya washindwe kumwangalia ana kwa ana. Kila mmoja alisubiri mpaka pale Shakyamuni alipoketi kwenye kiti chake cha kifalme, ndipo akakaa mmoja baada ya mwingine. Ni wakati huo angalau sasa walianza kutulia kidogo kidogo. Prophet akasema ya kwamba Shakyamuni, your Nidahogg's avatar has already reached perfection. This is a true cause for celebration. Aliongea Prophet akimaanisha kwamba kivuli chake cha umbo la ujoka kimefikia hatua kubwa ukamilifu, na hiyo ni sababu tosha kusherekea. Basi mara baada ya kusikia vile, pale wanachama hao waliweza kuelewa ama kukumbuka Nidhogg ilimaanisha nguvu ya joka mweusi, aina ya umajusi ambao ndio wa level ya juu sana kwenye akademi zote za Wiccan au watu wanaojifunza miujiza. Umajusi nao wenyewe ulikuwa na madaraja ya kinguvu, msikilizaji, na kadri aina umajusi ilivyokuwa ngumu kujifunza ndivyo ilivyokuwa na daraja la juu kabisa. Mfano, umajusi wa kutawala kanuni za anga kama vile miujiza ya kiungu, muda na anga ni aina ya umajusi ambao ni ngumu sana kujifunza. Kipaumbele cha akili na juhudi kilihitajika zaidi, lakini kubwa zaidi ni bahati. Hata hivyo, kila aina ya umajusi nguvu yake pia inategemeana na nguvu ya ndani ya mhusika mwenyewe, au kwa lugha nyepesi naweza kusema kwamba nguvu ya kiroho ya mhusika mwenyewe. Inasemekana watu wawili wanaweza kuwa na aina sawa ya umajusi, lakini bado nguvu ya umajusi huo ikawa ni nini? Ni tofauti. Hata hivyo, katika elimu ya umajusi kuna aina ya umajusi ambayo imekatazwa kujifunza, aina ya uchawi uliokatazwa kutokana na uhatari wake. Inasemekana kwamba mtu yeyote akijifunza na akauelewa, basi moja kwa moja ataathiri wenzake wote waliokuwa chini yake. Lakini sio hivyo tu, mbinu hiyo inakatazwa kwa sababu vile vile inamwondolea mtu aina yoyote ya umajusi aliojifunza mwanzo. Mfano, labda mtu alikuwa na nguvu fulani ya kimajusi na kisha akaamua kujifunza mbinu hiyo ya kivuli cha joka. Moja kwa moja mtu huyo uwezo wake wa chini utapotea na kubakia na level hiyo tu ya kivuli cha joka. Kitu kingine ni kwamba aina hiyo ya uchawi inatumika mara moja tu kufanya shambulizi na kumfanya mtu kukosa nguvu. Hata hivyo, licha ya kwamba inatumika kuachia shambulizi moja, ilikuwa na uwezo wa kuua majisi yoyote. Hiyo ndio sababu aina hiyo ya uwezo humfanya mtu kuwa na nguvu kuzidi wengine. Hivyo ni watu wachache sana wanaojifunza uchawi wa kimiujiza wanaojaribu kutumia mbinu hiyo. Hata hivyo, inasemekana mtu anao uwezo wa kujifunza mbinu hiyo ikiwa atakuwa na nguvu za kutosha za umajisi ambazo zitamwezesha kudhibiti nguvu hiyo haraka sana na kumfanya asipoteze uwezo wake wa mwanzo. Yaani kwa lugha nyepesi, msikilizaji, ni kwamba mtu ambaye anaweza kujifunza mbinu hiyo na bado akabaki na uwezo wake wa awali, basi huyo si wa kawaida. Kuhusu historia ya mbinu hiyo ya kivuli cha joka, inasemekana kwamba mmoja wa majisi alifahamika kwa jina la Nidhogg, ambaye ndiye majisi wa mbinu hiyo, na ni mara baada ya kukutana na joka mweusi mwenye hatari kubwa sana na kupigana naye mpaka kuweza kumtiisha. Hata hivyo, baada ya Nidhogg kumtiisha joka huyo mweusi na baadaye kumtumia katika vita vingi, aliweza kuuawa. Sasa inasemekana kwamba nafsi ya joka huyo na mwili wake haukupotea. Inasemekana kwamba mwili wake ndio ulitumika kutengeneza malighafi zilizojenga ngome hiyo ya Armageddon. Ndio maana ikawa na ulinzi binafsi wa safu ya kichawi. Sasa kuhusu nafsi ya joka huyo, inasemekana ilikabidhiwa kwa Nidhogg mwenyewe kwa ajili ya ulinzi. Hata hivyo, nafsi hiyo iligeuzwa na kuwa nguvu ya kichawi ambayo inaweza kuitwa yani kwa lugha nyepesi, chukulia mfano
joka gamba. Si unamfahamu joka gamba huyo ambaye ni wa Hamza, sawa? Hamza anamtumia katika mapigano. Kisha kwa bahati mbaya gamba anakufa vitani. Hamza anachukua mwili wake na kutengeneza unga. Kisha anatumia unga huo kuchanganya kwenye saruji au mchanga na kutengeneza matofali. Na kisha anaamua kujengea ngome. Wakati huo anakinga nafsi ya gamba na kuihifadhi. Na mtu yeyote anao uwezo wa kujifunza uchawi wa kuita nafsi hiyo, na ndipo inajidhihirisha katika hali ya kivuli cha joka. Hivyo basi, majusi yoyote anayejifunza umajisi wa kuita nafsi hiyo ya joka, akifanikiwa tu, basi nafsi hiyo huungana naye na kisha inampa nguvu na kudhihirika kama kivuli na kurithi nguvu za joka huyo. Hata hivyo, ukifananisha na uwezo halisi wa joka hilo, kuita nafsi yake na kuimiliki haiwezi kuzidi nguvu alizokuwa nazo akiwa katika mwili wake halisi. Hata hivyo, nguvu bado zinakuwa kubwa sana, kufikia kikomo ambacho binadamu wa kawaida hawezi hata kufikiria. Wamajusi waliokuwepo hapo, ukiachana na Prophet, hawakuwa wakifahamu kwamba Armageddon Shakyamuni alikuwa akijifunza mbinu hiyo ya kuita nafsi ya joka mweusi au mbinu ya kuita kivuli cha joka. I say, mbinu hiyo ni hatari sana msikilizaji. Mtu yoyote atakayejitahidi kuijifunza ni lazima awe makini na mwenye kujiamini zaidi kuitawala vyema. Vinginevyo hawezi kujaribu kabisa. Hivyo mabwana hao na mabibi hao ilikuwa ni mara yao ya kwanza kuona mtu akitumia mbinu hiyo. Waliishia tu kuisoma kwenye vitabu vya kimajisi, na kwa hilo tu walijikuta katika hisia nzito. Sasa muda ule Armageddon Shakyamuni alisikika akiongea, huku sasa akiwa katika hali ya kupumzisha mkono wake kwenye kiti kile cha kifalme. Armageddon akasema kwamba Nedhagbad, mimi ni mfalme wenu. Ninajua msingi mdogo tu wa nguvu zake zote. Kwa hiyo siwezi kusema nimefikia katika uwezo ukamilifu wake. Basi Prophet akasema kwamba hata hivyo kuweza kudhibiti kivuli chake pasipo kuhangaika inaonesha ni hatua kubwa sana. Basi wa majusi hao waliokuwepo walijikuta wakishindwa kujizuia na kushangaa. Yaani inatisha hivyo, lakini bado inachukuliwa kuwa katika hatua za mwanzo tu. Muda ule Armageddon Shakyamuni alionekana kuendelea kuongea, akasema kwamba leo hii mimi mfalme wenu nimewaita hapa. Nadhani tayari mmekwisha kujua ni kwa sababu gani. Basi muda ule Ngurumo alitoa kicheko kizito na kisha akasema kwamba Shakyamuni, kwa sasa tayari simba mkongwe amekwisha kuondoka na wewe tayari umekwisha kubobea kwenye kubeba kivuli cha joka mweusi. Hata kama wazee wote wa uungu wa kale waungane, hawakuwezi kabisa. Uoni huu ndio wakati sahihi wa kuanzisha vita na hawa wazee wa uungu wa kale wa Afrika na kuchukua mshipa wote wa madini ya kale. Shakyamuni mara baada ya kusikia kauli hiyo alishia kutoa kicheko hafifu tu na kisha akasema, mshipa wa madini ya kale? Mshipa wa madini ya kale bila shaka ndio lengo letu kwa ajili ya kutimiza mission tuliopewa na Mungu wetu wa mbinguni. Hii ni fursa kubwa sana kwetu. Nguvu ya umoja wa uungu wa kale ilibebwa na simba mwenyewe tokea zamani mpaka sasa. Kwa sasa amekwisha kuondoka kwenye ulimwengu huu, iwe ameenda kwenye dimension nyingine au ameondoka kabisa kwenye sayari, moja kwa moja umoja wa uungu wa kale nguvu yao itazidi kushuka tu. Hata hivyo bado kuna watu wengi sana ndani ya uungu wa kale. Wapo pia baadhi ya wanachama wa uungu wa kale ambao wanajitegemea na wenye nguvu kubwa. Sisi tunachohitaji ni ushindi tu wa kudumu. Tukipoteza nafasi hii, haiwezi kujulikana ni lini tena itatokea nyingine. Hivyo hatupaswi kukurupuka. Baada ya maneno hayo ya Shakyamuni, Oleg akasema kwamba maneno ya Armageddon Shakyamuni yenye mantiki jamani. Kadri ambavyo vita inaonekana kuwa nyepesi, ndivyo unavyohitajika kuwa makini zaidi. Kulingana na intelijensia kutoka Tanzania, inasemekana kwa sasa asilimia kubwa ya koo zote za uungu wa kale wanapigana chini kwa chini wakitaka kushikilia nafasi ya ukoo wa simba. Tunaweza kusubiri waendelee kutifuana huko mpaka wachoke, ndipo tuchukue hatua. Baada ya Oleg kuongea hivyo, mwamba anayeitwa Monk Move alisema ya kwamba kama ameanzisha moto wenyewe, mnaonaje tukifikiria namna ya kuongezea petroli ili waingie kwenye vita vya wenyewe kwa wenyewe? Tukifanikiwa itawapelekea wazee wengi wakale kufariki, na watakao baki hawataweza kupigana na sisi kabisa. Aliongea hivyo Monk Move. Muda huo sasa walijikuta wakianza kuongea wao kwa wao. Shakyamuni alikuwa anasikiliza tu. Kisha pale Shakyamuni akasema kwamba, Prophet, what do you see?
aliuliza akitaka kujua nabii huyo anaona nini. Ingawa sauti ya Shakyamun haikuwa kubwa, mara moja iliwatuliza wote. Kila mmoja aligeuza uso wake na kumwangalia Madam Prophet, na walionekana kuwa na hali ya fumbo kwenye uso wa mzee huyo mkongwe. Madam Prophet akasema kwamba tokea siku aliondoka simba mkongwe, nilishafanya mahesabu mara 100 zaidi kwa kutumia maono ya kiungu. Kwenye hii vita tutaweza kutawala pambano, lakini kuna kasoro 2 za ajabu zinazoathiri matokeo ya mwisho wa vita. Msikilizaji, ingawa Shakyamun alionyesha kuwa katika hali ya kawaida, uelekeo wa sura yake ulimwangalia Victoria. Shakyamun akasema kwamba kati ya kasoro hizo mojawapo ni Hamza, Lucifer, si ndio? Madam Prophet akasema ndio, ni Lucifer. Na kasoro nyingine inatoka kwa Sally, ambaye mama yake ni jini kutoka dimension nyingine. Kutokana na nguvu yake ujini ambayo haipaswi kuwepo kwenye ulimwengu wetu, nashindwa kutumia uwezo wangu wa maono ya kiungu kumpigia hesabu. Lakini kwa sasa muhimu zaidi ni huyu Hamza. Kwa namna fulani kunaonekana viashiria vya nguvu ipitayo asili ya ulimwengu huu ambayo moja kwa moja inaathiri matokeo. Kwa ufupi, uwepo wa Hamza hapa duniani ndio ufunguo wa kushinda ama kushindwa kwenye vita hii. Msikilizaji, wa majisi hao wote walijikuta wakibaki kimya na macho yao yakimwangalia Victoria, mama yake Hamza. Muda huo Victoria alijihisi kama vile alikuwa amekalia kiti chenye misumari. Ingawa hakujua kwa hakika ni kitu gani ambacho Hamza amefanya kwa miezi iliyopita, lakini muda huo alijua kwamba Hamza ni pazia la uhakika wa ushindi wa Armageddon. Kwa lugha nyingine, ndiye kikwazo. Sasa Shakyamun akasema kwamba Death, wewe ni binti yangu niliyekuasili. Na bado naamini uaminifu wako upo kwangu. Nataka kusikia mtazamo wako kuhusiana na swala hili linalomhusu mtoto wako. Aliongea Shakyamun. Mara moja Victoria alisimama haraka, kisha akapiga magoti kwa mguu mmoja na kusema kwamba Shakyamun, Hamza alitelekezwa na familia yake tokea akiwa mtoto na kukulia akiwa nje ya nchi. Moyo wake mpaka sasa hauna taswira nzuri dhidi ya familia yake, hivyo hana sababu yoyote ya kushirikiana na hiyo familia. Tafadhali, nipe muda, nipe nafasi, nitafanya kila liwezekanalo kufungua fundo lililofunga moyo wake. Nina uhakika hatakuwa adui yako. Shakyamun akasema, unajiamini katika hilo? Victoria akajibu ndio. Shakyamun alishia kupiga mkono wake kwenye mkono wa kiti, kisha akasema kwamba kama ni hivyo, sawa. Mimi nitakupa nafasi ya pili. Kama bado ataendelea kuwa kasoro ya ajabu kwenye matokeo ya vita yangu na wazee wa kale, basi hata kama kutakuwa na athari, nitahakikisha naifuta kasoro hiyo kwenye ulimwengu huu. Victoria mwili ulishia kumtetemeka. Alimeza mate mengi huku akiwa ameinamisha kichwa chake chini na kisha akasema kwamba thank you Shakyamun for your kindness. Alimaanisha kwamba asante sana Shakyamun kwa rehema zako. Basi bwana, turejee upande wa Tanganyika Village Forest. Ndani ya makazi hayo ya nyumba yake alionekana Musiba aliyekuwa amekaa chini kwa kukunja miguu yake akifanya sala. Mbele yake kulikuwa na mti mkubwa uliotengeneza kivuli na kufanya eneo hilo kuwa na giza la kivuli, lakini giza lenye utulivu. Muda huo sauti za hatua za miguu zilisikika kwenye korido na alionekana Afande Simba akijitokeza mbele yake. Basi Afande Simba kwa muonekano mzito akasema kwamba kaka, inakuaje bado una mood ya kuvuna nishati? Kuna jambo kubwa limetokea ama? Muda huo Msiba aliishia tu kufumbua macho yake taratibu, kisha akasema kwamba familia nyingine za ungu wa kale zimekuja au ni kuhusu Armageddon kuanza harakati zake. Afande Simba kajibu kwamba hayo yote sio bwana. Kubwa ni kwamba kuna msichana mwingine aliyeamsha damu ya Kiphoenix na sasa yupo kisiwani kwa Hamza. Jina lake linajulikana kama Priscilla Singano. Pumbavu kabisa. Unajua msijawahi kujua kama Profesa Singano alikuwa na mtoto wa kike anaitwa Priscilla. Na sijawahi kusikia upekee wote kutoka kwake. Ni muda mrefu mpaka sasa profesa julikani hata alipotokea afanye safari yake ya kuelekea Brazil. Aliongea Afande Simba akionekana kuwa na hali ya kutahayari. Sasa Msiba kwa akicheka akasema kwamba yani kuna Maphoenix 4 mpaka sasa. Kwa hali hii inaonekana hii familia ya watu wa visiwani haizuiliki tena. Aliongea hivyo. Sasa Simba akasema kwamba kaka, hivi kwa nini unacheka tu? Tumepata taarifa kutoka ndani ya familia wa Phoenix
na Mkale Shamsu ametoa maagizo ya lazima ya kurudishwa kwa huyo mtoto ndani ya familia. Afu kubwa zaidi, inasemekana mama yake Priscilla yupo hai na wamemrudisha pia, na hata kuazima watu wote waliokuwa wakimchukia. Tayari mpaka sasa kwa ajili ya kumkaribisha Priscilla kurudi kwenye ukoo, wamekwisha tuma mtu kwenda kisiwani Toharani kumpasha habari Priscilla. Nadhani akishasikia mama yake yupo hai, Hamza hataweza kumzuia kutaka kurudi. Kama na Priscilla akiungana nao, moja kwa moja itafanya familia hiyo kuwa na nguvu. Unadhani sisi Watanganyika tutaweza vipi kushindana na familia hii? Mara baada ya Msiba kusikia hivyo, alishia kutoa jibu jepesi tu, akasema kwamba kwa hiyo unataka kufanya nini sasa? Au unasema kwamba yani unao uwezo wa kuwazuia wasimrudishe huyo msichana kwenye ukoo wao na kwenda kumtia wakifu kwenye miliki ya asili yao? Afande Simba akasema, kaka sijui unaongea nini wewe. Ingawa tunapaswa kuwa makini, lakini vile vile tunapaswa kujiandaa. Mimi nimeshakaa na kuongea na jambo hili na Mjema, na tutamtumia Belidaula ili nifanye safari ya dharura kwenda kisiwani kwa Hamza haraka iwezekanavyo. Tunapaswa kuwa katika mahusiano mazuri na Hamza. Hata kama hataki kurudi kwenye familia, tunapaswa kumkumbushia tena na tena kwamba yeye ni ukoo wa Simba na mrithi wa umoja wa Ungu wa kale. Kama tunahitaji kuzuia familia hii ya Phoenix wa kisiwa kuwa tishio kwetu, njia pekee ni kumtegemea mtoto wako mkubwa. Mara baada ya Afande Simba kusikika hivyo, uso wa Msiba ulizidi kuwa wa ukauzu. Sauti yake ikawa nzito, kisha akasema kwamba ilimradi nipo hai na kuendelea kuitwa Msiba mzee, sitokuja kumruhusu huyo mwanaharamu kurudi kwenye familia. Afande Simba alikuwa na hasira kiasi kwamba alitaka kutapika. Alishindwa kujizuia na kuongea kwa hasira, akasema kwamba kaka, hivi una nini kwani kaka? Ina maana mpaka sasa uelewe hali tulionao kama familia mzee? Mpaka sasa watu kama familia Chefunda wanatuona kama takataka. Bado tunaishi hapa kwa amani, sio kwa sababu yako wala sababu ya mzee wetu mbivu, bali ni kwa sababu ya Hamza anayeishi huko mbali kwenye kisiwa cha Toharani. Hawajatufanya chochote kwa sababu wana wasiwasi wa kumchokoza Hamza. Ndio maana wanapima upepo. Wanadhani wanaogopa kama baba anaweza kurudi. Baba ameondoka milele. Kaamua kututelekeza sisi watoto wake wawili tusiokuwa na maana kwake. Alishapotea kwenye ulimwengu huu na hatotokea tena. Sauti ya Simba ilikuwa na mikwaruzo, macho yake yakimetameta kwa wasiwasi na uchungu mwingi. Tokea akiwa mdogo, alijua baba yake hakuwa mtu wa kawaida kama baba wengine ambao hukaa chini na watoto wao na kuongea nao. Hata hivyo, hawakuwahi kutarajia kama baba yao ghafla tu angepotea. Tena hata hakujisumbua kuaga. Hisia za kutelekezwa na baba yake mzazi, hata kwa Afande Simba aliyekuwa na umri wa miaka 40 na ushe, zilikuwa nzito mno. Msiba alishia kusimama, kisha kwa hisia zisizoelezeka akampiga mdogo wake begani na kumwambia kwamba mdogo wangu, sisi bado tupo sawa. Familia yetu haiwezi kuanguka kirahisi hivyo kwa sababu ya baba. Simba akasema kwamba katika misingi ipi sasa? Kunitegemea mimi? Wewe? Kaka, uwezo wetu hata bado haujafikia ufunuo mkuu wa nafsi. Tutaweza kufanya nini kwenye ulimwengu huu uliojaa machafuko? Basi Msiba kwa kujiamini akasema ya kwamba Simba, tatizo unachukulia poa sana ukoo wetu wa Simba. Sisi ni watu ambao si rahisi mtu yeyote kutukanyaga. Aliongea Msiba kwa kujiamini sana. Afande Simba alikuwa na hasira kiasi kwamba alianza kucheka kwa nguvu. Akasema kwamba bro, nadhani naacha kabisa kujali chochote kuhusu wewe. Kaka, Msiba wa zamani aliyekuwa na uwezo na kipaji kumzidi hata Shaibu wa sasa amepotea kabisa tokea siku ambayo ulikutana na huyo mwanamke wa kizungu. Yule mwanamke ndiye kufanya kuwa katika hali ya kusikitisha. Licha ya kufanya juhudi za mazoezi, lakini uwezo wako umekuwa ukiongezeka kidogo mno kama maji yaliyotuama. Wadhani mimi sioni namna unavyohangaika kuongeza uwezo wako. Lakini licha changamoto hizo, sidhani kama unapaswa kuwa mjinga kiasi hiki. Usiniambie kwamba eti kwa sababu tu Hamza mama yake ndiye huyo mwanamke, basi kwa fahari yako ndogo ulionayo hutaki kujali kabisa ustawi wa familia na nchi yetu kwa ujumla. Yalikuwa ni maswali mfululizo yaliyojaa makasiriko kutoka kwa Simba. Mpaka anamaliza, alijua alikuwa ameshindwa kujizuia na alikuwa akimkosea heshima kakake. Akasema kwamba kaka, samahani kuongea hayo, lakini kuna pressure kubwa inatuandama, ila nakuheshimu sana. Msiba hata hivyo hakuonekana kukasirika. Badala yake alimwangalia mdogo wake, kisha akatoa tabasamu la huruma lenye hisia nzito.
Akasema kwamba inaonekana kwa vyovyote vile nitakavyojitahidi siwezi kubadili mchezo ambao baba amenianzishia. Simba kauliza kwamba mchezo baba leo kuanzishia? Bro, unaongea kuhusu nini? Aliuliza Simba huku akikunja sura. Msiba akasema kwamba niwe mkweli tu, sijui hata naongea nini. Sehemu ambayo baba amesimama, ulimwengu anaouangalia ni kitu ambacho hatuwezi kuona kwa macho yetu. Hata hivyo ni wazi kabisa kwamba kabla baba hajaondoka tayari alikwisha kujua hili linakwenda kutokea. Na ndio kitu anachotaka kuona. Afande Simba akasema, mimi pia najua kwenye macho ya baba sisi ni kama kete tu kwenye mchezo wa bao. Lakini kama hatuwezi kujua anachowaza, kwa nini tujisumbue kufikiria hilo? Mimi nataka kufanya kile ninachoona ni sahihi. Mimi sitaki kuona familia yetu inaanguka pasipo kufanya chochote. Hivyo nataka kufanya kile kilicho ndani ya uwezo wangu. Baada ya maneno hayo ya Simba, Msiba alionekana kufikiria kwa muda, kisha akatingisha kichwa. Akasema, nimekuelewa. Wazo lako pia ni sahihi. Fanya uwezavyo na hatima itaamua yenyewe. Kama unataka kwenda kumtafuta huyo mtoto, mimi sitakuzuia. Ila tu kuwa makini. Simba akasema, kaka, kwa hiyo yani unasema kwamba hutaki kwenda? Lakini yule mtoto wako Adamu kaka. Msiba alishia kutoa tabasamu ambalo halikuwa tabasamu, kisha akasema kwamba kama yupo tayari kurudi, basi hakuna utofauti wa mimi kwenda au nisiende. Kama hataki kurudi, nitaendelea kumkazania asirudi. Isitoshe, ni nyinyi mnaotaka arudi bana. Mimi sina hata mpango wala matamanio kumuona akirudi. Afande Simba alijikuta akiishiwa na maneno. Hata hivyo, alijua fika asingeweza kulazimisha swala hilo. Akasema kwamba basi sawa, mimi nitaondoka haraka iwezekanavyo, ila kuwa tu makini bro. Naomba uwe makini sana hapa nyumbani. Mara baada ya kumaliza kuongea, Afande Simba aligeuka na akaondoka kwenye nyumba hiyo. Msiba alishia kumwangalia mdogo wake akiondoka mpaka akipotelea mbali. Kisha alitembea mpaka kwenye shina la mti na kuchomoa upanga aliokuwa ameugandisha kwa ukata mti huo. Alishia kuangalia upanga huo kama ulikuwa na kitu cha ajabu, lakini machoni mwake kulionekana mawazo ya kusita. Sasa msikilizaji, ni kwamba Victoria anataka kwenda kumshawishi kijana wetu Hamza asije kuwa kikwazo kwa Shakiamun. Afande Simba naye anafunga safari ya kwenda kumkumbusha Hamza yeye ni Mwafrika wa ukoo wa Simba. Nani atashinda? Narudia tena, Victoria, mama mkwe wenu au mama yetu, mama wa Hamza, anataka kwenda kumshawishi Hamza asije kuwa kikwazo kwa Shakiamun, kwa sababu Shakiamun amesema ya kwamba kama akiwa kikwazo atamfutilia mbali. Na tunajua nguvu ya Shakiamun. Huenda tale mafunzo ya volcano kule ndo Hamza alikuwa anajiandaa kwa hii vita. So Victoria anataka kwenda kumshawishi Hamza asije kuwa kikwazo kwa Shakiamun. Na Afande Simba naye tumeona hapa ameagana na kaka yake na anafunga safari ya kwenda kumkumbusha Hamza ya kwamba yeye ni Mwafrika wa ukoo wa Simba. Sasa nani atashinda? Ni swali la mwendelezo ujao, ambapo kwa neema yake Mwenyezi Mungu aliye juu mbinguni, Mungu wa Hamza, Mungu wa Gamba, Mungu wa Shakiamun, Mungu wa viumbe vyote, mimi na wewe, atupatie neema tuweze kutana sehemu inayofuata. Oya, sehemu inayofuatia. Niseme to God with you till we meet again. Bye bye.